Umeona? Musa katika typology ya Biblia, Musa ni type, maanake ni tukio la awali kama mkombozi wa kimwili wa taifa la Israeli kutoka Misri kwenda Kanani. Tunaona anthropology katika typology ya Biblia, anthropology yake Yesu huku yeye ni mkombozi, mkombozi kwa jinsi ya rohoni kutoka katika ulimwengu wa giza wa shetani kwenda katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo tunaona anthropology ziko nyingi sana, ziko nyingi. Natamani ningekuwa na muda ningezisema. Kwa mfano, mwana kondoo wa Pasaka, walichinja mwana kondoo wa Pasaka, hiyo ni type. Anthropology, antitype yake ni Yesu Kristo, ndiye mwana kondoo, mwana kondoo wetu. Tunaona bahari ya Shamu, walipita katika bahari ya Shamu, hiyo ni type. Antitype yake ni ubatizo, tunaobatizwa sasa. Lakini tunaona Yona ndani ya tumbo la samaki, hii ni type. Lakini Yesu Kristo katika kaburi ni antitype. Kwa hiyo kwa kifupi Misri katika ule mfano niliotoa pale wa ukombozi wa kimwili wa Israeli, Misri maana yake ni type. Misri ni type. Antitype yake ni duniani. Farao katika Agano la Kale ni type. Antitype yake katika Agano Jipya ni Shetani. Musa antitype katika Agano la Kale ni type katika Agano la Kale. Antitype katika Agano Jipya Musa ni Kristo Yesu. Kwa hiyo kuna mifano mingi sana ambayo imetokea. Yote hii inaonyesha kabisa Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni uhakika. Yesu Kristo ni Mwokozi. Hakuna mwokozi ambaye anaweza akasomeka tangu kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Ni Yesu peke yake aliyekusudiwa kuuokoa ulimwengu. Yesu amefanya mambo makubwa sana. Kazi ya msalaba ilitutoa katika laana. Mtu aliyeokoka hawezi tena kukaa katika laana, kwa sababu laana ni matokeo ya dhambi, na dhambi kwa kufutwa sheria, dhambi haina nguvu tena kwa mtu wa Mungu. Kama haina nguvu, laana haipo. Kwa hiyo hatutegemei mtu aliyeokoka awe na hofu na mizimu ya mababu zake. Hatutegemei mtu aliyeokoka awe na hofu kwamba ana laana, anaweza akalogwa au anaweza kikatokea chochote cha giza. Haiwezekani, kwa sababu ukishahamishwa kutoka katika ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mrithi wa Mungu, wewe umehesabiwa haki bure, umeipokea neema ya Mungu, umekombolewa, umenunuliwa kwa damu ya thamani. Wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo sio mtu wa kawaida, ni mtu anayelindwa kuliko unavyofikiri, ni mtu anayepiganiwa kuliko unavyofikiri. Kikubwa ni kumwamini Yesu. Tatizo tulilo nalo katika kizazi cha sasa na dunia sasa, watu hawamwamini Yesu Kristo, hawaiamini neema yake. Na ukisoma type ile ya ukombozi ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanani, hawakuweza kufika Kanani walio wengi, isipokuwa Joshua na Kalebu. Wengine wote waliishia jangwani. Biblia inatueleza kwamba ni kwa sababu ya kutokuamini kwao. Wana wa Israeli hawakufika Kanani, shida ya kutokuamini. Na hadi leo hii Wakristo walio wengi kwa kutokuwa na imani na neema ya Kristo wanampinga Kristo pasipo kujua. Wanapoijaziliza neema ya Mungu na sheria,
Wanampinga Kristo kwamba neema ya Mungu ni nyepesi sana, inakiri madhaifu, yani ni kama vile tunaleta uholela fulani hivi. Kufanya hivyo ni kuifanya neema ya Kristo ni dhaifu, wakati neema ina nguvu, ina uwezo, ina mamlaka yasiyoneneka. Hata kama unaweza ukaiona namna hii, lakini Wakristo walio wengi hawamwamini Yesu kwa kuidhalau neema ya Kristo, kwa kuiongezea nguvu ya sheria na Torati. Na hili ndiyo shimo ambalo kanisa limetumbukia. Kanisa limetumbukia na limekosa nguvu sasa, limekosa upako sasa. Upendo ule umefifia, umepotea. Ule upendo wa agape ndani ya mtu na mtu, ndugu na ndugu, haupo, umepotea. Si ajabu kuona watu waliookoka wanaombeana kufa. Niwahi kusikia stori moja, yani mtu ukaenda mlimani anafunga siku 7 kufunga na kuomba ili mpendwa afe. Upendo umepoa, upendo umekufa, kanisa linapotea. Ni wakati wa kumrudia Yesu. Ukiangalia kanisa la sasa na la zamani kuna tofauti. Watu wa zamani walimpenda kweli kweli Yesu, walimpenda bila kujibakiza, walimtafuta Yesu kwa nguvu zao katika neno, walisoma neno la Mungu kwa bidii, walikuwa na mahusiano na Roho Mtakatifu, walimpenda Roho Mtakatifu, waliongozwa na Roho Mtakatifu. Na hata leo hii Biblia inasema kila anayeongozwa na Roho wa Mungu, huyo ndiye mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu sio anayenena kwa lugha, ingawa kunena kwa lugha sio mbaya, ila anayeongozwa na Roho wa Mungu ndiye. Lakini kanisa la leo, Roho Mtakatifu ana nafasi ndogo sana, neno lina nafasi ndogo sana. Sana sana watu wanatafuta mistari ya kusimamia ambayo haiwakemei. Wanachagua neno la kuhubiriwa, nihubirie hili sitaki. Nguvu ya maombi hamna, nguvu ya kushuhudia hamna. Zamani ilikuwa ukikaa na mtu kwenye siti moja, mnasafiri, huyo mtu hana bahati, utamshuhudia na mbele ya safari lazima aokoke. Siku hizi unaweza ukasafiri kilomita zote tu, wala hata kusalimiana habari yako, hicho kitu hakipo. Kwa nini? Upendo umepoa, kwa sababu kanisa limepoa, kwa sababu badala ya kusimama katika neema ya Kristo, watu wanasimama katika sheria, katika Torati. Wakati Yesu kilichomuua pale msalabani ni sheria. Yesu aliifia Torati. Ukisoma katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14, Yesu aliigongomelea Torati, aliigongomelea ili hata isiwepo tena. Lakini unakuta watu wanairudisha. Yesu aliifuta, wewe unairudisha. Sasa hata kama wewe ni Mkristo, kwa kufanya hivyo unampinga Kristo pasipo kujua. Mungu atusaidie. Ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kumtafuta Bwana, ni wakati wa kuwa na kiu naye. Huyu Yesu aliyeelezwa tangu kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, anatajwa yeye kama Mwokozi, kama mwenye mamlaka, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu. Anatajwa yeye ndiye Mwokozi wa wanadamu wote, bila kujali dini zao, bila kujali kabila zao, bila kujali rangi zao. Yesu ni Bwana. Nikupe shauri, mpokee Yesu leo, umpende kwa upya. Hata wewe ulianguka, uliyerudi nyuma, mtafute Mungu, kuwa na kiu na Yesu, mtafute kwa nguvu zako zote, soma neno kwa nguvu zako zote, funga na kuomba Mungu aonekanie, mruhusu Roho Mtakatifu akuongoze anavyotaka, usimpangie, mruhusu akuongoze. Ruhusu neno la Mungu liwe ndiye sheria na kanuni ya mwisho kuongoza maisha yako. Tuko katika nyakati za mwisho, Yesu yuko karibu kurudi. Wenye dini sio ndio watakaonyakuliwa. Wenye dini watabaki na dini zao hapa. Na dalili ya dini, ukija kuona unaingiza sheria na kanuni katika dini na imani yako, kama unaongozwa na kanuni katika kipindi hiki cha kanisa, ndugu yangu, hiyo imeshakuwa dini. Dini na kanisa ni tofauti. Utofauti wake
watu wa kanisa wa Kristo wanamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na ndiyo final, na ndiyo final, na ndiyo final. Lakini dini inaweza ikamchanganya Yesu na sheria na kanuni na taratibu, usifanye, usifanye, usifanye. Sasa siwe na maana ukimwamini Yesu ndio ufanye. Hapana. Lakini neema inatufundisha. Biblia inasema neema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha. Neema inaokoa, neema inafundisha kukataa, just to say no. Ukija kuona kwenye dhambi una nguvu ya kusema no, hiyo ni neema. Inakukataza kutoka ndani, kukataa dhambi. Hiyo ndio nguvu ya neema ninayojua. Lakini neema inatufundisha kuishi kwa haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Ikiingia ndani yako neema, usifanye mchezo ndugu yangu. Itakufundisha kukataa, itakufundisha kuishi maisha ya utakatifu. Mungu akubariki. Ninakupenda, ninakutakia kila laheri. Namba yangu, kama kuna swali, kuna maoni, kuna ushauri, ni 0756 760 855. Karibu tena siku nyingine, tuendelee kutafakari neno la Mungu. Kipindi kinachokuja tutajifunza huku. Tulihamishwa kutoka katika ufalme wa giza, tumeokolewa kutoka katika ufalme wa giza, tukahamishwa, tukaingizwa huku. Sasa nataka tujifunze huku. Kuna vitu zaidi ya 20 huku. Kuna vitu kama vitatu tutajifunza. Kwanza, kuna majina au sifa kama 20 hivi tumepewa huku. Kuna vitu, kuna maisha yake huku, kuna kanuni yake ya kuishi huku. Jambo la tatu, kuna hatua 7 za kukua mpaka tufikie kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo darasa lijalo ni zuri sana, don't miss. Na kusihi kusubscribe, kushare, kucomment na kuwapa watu wengine habari njema hii ya kujifunza juu ya Yesu wetu. Yesu wetu ni mtamu. Ukristo ni mtamu. Tangu nilivyoingia katika Ukristo sijajuta na sitajuta. Nina njia moja ya kwenda mbinguni, Yesu Kristo pekee. Karibu kwa Yesu. Mungu akubariki. Amen.